kati ya Salma na Amina, nani anatembea na Kaulao? Suzi, shoga yangu, kati ya Salma na Amina hakuna hata mmoja anatembea na Kaulao, ila isipokuwa wale mabinti wanajipendekeza sana kwa Kaulao, lakini Kaulao hana habari nao, hana mpango nao kabisa. Nani Samali, ni kweli? Maana ujue kama hakuna anayetembea naye, mbona kama kuna ukaribu fulani hivi ambao mimi siamini. Tamali nilimpa kila kitu lakini bado hakujali wangu pendo, katakataka kantupa. Nikitazama macho yako yana kitu ndani ya moyo wangu, na nikatazama sura yako inaashiria upendo kwangu. Pia hata nikiangalia pua yako unavyoniangalia, nahisi kabisa kuna upendo ndani yangu. Una uhakika na unachokisema? Ndio, na uhakika. Upo tayari unioe? Ndio. Kwa jinsi moyo wako unavyodunda sidhani, lakini acha niamini jambo ambalo ulisema. Nitaoa. Nitafanya kile ambacho umeniambia. Nilimpa kila kitu lakini bado hakujali wangu pendo, katakataka kantupa kabisa kando. Ila mwambie ni bado nalalama, asombe yangu tena yeye, tena ajue mimi nampenda sana, siwezi ishi bila yeye. Muda mwingine najiuliza nilimkosea wapi, kama Vicente lidunduliza Shoga yangu mwenyewe shoga yangu, afu mbona muda kusimama peke yako, yaani hata kunipitia nikupitia ndio na mimi yamekuwa hayo kila siku. Shoga yangu unanipitiaga, tunakuja wote kisimani kuchota maji, kwani leo imekuaje? Kwani lazima uje na mimi kila siku? Makubwa tena hayo. Afu shoga yangu, mbona siku hizi sikuelewi, yaani sikuelewi hata kidogo. Yaani shoga yangu wewe unaga hata cha maana unachoshauri, yaani kazi yako ni kunivunja moyo tu. Shoga yangu, ina maana mambo yote mimi nakuambiaga na kuvunja moyo? Yamekuwa hayo tena shoga yangu ina maana yaani ushauri wangu wote unakushauriaga, yaani wewe utakaki kabisa kunisikiliza, ndio maana yake. Afu tambua nikwambie kitu, yaani yule mwanaume mimi nampenda, yaani afu siwezi kuishi bila yeye. Kwa hiyo hauna hata cha maana unachonishauri zaidi ya kunivunja moyo. Pana shoga yangu, ni wewe mwenyewe unajikatisha tamaa mapema. Alafu kingine nikwambie kitu shoga yangu, basi mwenzako yule bwana yule, yaani kila siku anakuja nyumbani kwetu nakwambia, kila mahali nikikutana naye yeye analalamika kuhusu wewe. Yaani ananiambia mimi nampenda sana, nataka nimuoe, nataka nimfanyie vitu vingi. Yaani chochote anachokitaka mimi niko tayari kumfanyia shoga yangu. Alafu ananiambia mimi nakuvunja moyo tena. Sio kweli. Hivi mbona mnafiki sana? Leo unakuja na hili, kesho mara mmemkuta na mwanamke, mara leo ananipenda. Hivi mbona utuli? Mimi tena nimekuwa mnafiki. Msubiri. Cha ukweli kipi? Ulomfumania anaonipenda au ulomkuta mwanamke mwingine? Katika vitu vyote mimi kitu hiki kipi? Anakupenda sana. Nishachoka maneno yako. Nipisha mie. Nakuja kwenu baadaye. Nilimpa kila kitu lakini bado hakujali wangu pendo, katakataka kantupa kabisa kando. Ila mwambie ni bado nalalama, asombe yangu tena yeye, tena ajue mimi nampenda sana, siwezi ishi bila yeye. Muda mwingine najiuliza nilimkosea wapi, kama Vicente lidundulizaga wala wapate bado vishaumana. Aya, siamini kama tumeachana, ndo vishaumana.
sana mama. Tofauti na mie huwezi pata mwingine. Nilikulea kama mtoto, japo mengi ulinikosea. Kwenye mapenzi kugombana, mara kukosana, iyo ipo sana. Mbona nilivumilia sana kwa mengi uliyofanya, leo sina maana. Shangazi, Shangazi, mimi nimechoka banda kuondoka. Subiri kwanza, hapo nakuja sasa hivi. Najivuta nafika umezika kaje sasa bado hujazika. Sasa tunalingana mwanangu. Nagiza. Aya, nilikuwa nataka nikwambieje, naenda kumwambia mama vile kwamba mimi leo sitatokea kwenye kikoba. Tangu asubuhi najisikia vibaya, sijielewi kabisa. Sawa, nitamwambia. Lakini pia nitachelewa kurudi kidogo shangazi. Nataka nipitie kwa rafiki yangu ile Tamari, kwa vile nataka nikaongee naye. Kwa hiyo nikirudi tutanisaidia kupika. Nini kaka yangu utasuka saa ngapi? Shangazi, kwa leo tu. Basi nikute hata mamenya hata viazi nitakuja kupika mwenyewe. Unavyosema kwa leo tu, jana ulipika juzi ulipika Basi sawa, nitajitahidi niwahi. Mimi naenda. Mtoto mvivu huyo. Shuka mlisinani. Mimi na unene wangu huu ni mnene. Lakini nafanya shughuli zote za hapa, namkafagia, nafanya kila kitu, naenda shamba, narudi na kuni hapa, lakini so huyu sio kafuata kwa mama yake. Mbona simkumbuki mwambeni, anajipa tabu za nini? Muulizeni kwani alitakaje? Siku akinitukana mwacheni, kwani atanipunguzia nini? Muulizeni kwani alitakaje? Kwanza sina exi, mina watu walotumwa na mijini, atena sipepesi. Sasa mini mwogope nini? Nasikia tetesi anasema mimi naye atuachani, ajue si rahisi, na kama ikiwa niende motoni. Mapenzi shakuwa vita, amani na yeye tena sitaki. Nimeshasahau yalopita, alipanga kunipotezea wakati. Huyu mbwa alichonifanyia, siwezi msamehe, tena sitaki hata mazoea. Mimi na yeye menishafuta namba zake, mwambeni afute na zangu. Hata nikifa mwambieni asije msibani kwangu. Mapenzi shakuwa vita, amani na yeye tena sitaki. Nimeshasahau yalopita, alipanga kunipotezea wakati. Mwambieni bado nipo single, sina mtu tena. Nipata jali ama vunje shingo,
asije kulalama, sio wake tena. Tamari, shoga yangu, naomba nikuulize kitu. Maana katika mashoga zangu wote hapa kijijini nawaamini wewe ndio namba 1. Najua hizi kunidanganya wala kunificha. Hivi kati ya Salma na Amina, nani anatembea na Kaulao? Suzi, shoga yangu, kati ya Salma na Amina hakuna hata mmoja anatembea na Kaulao, ila isipokuwa wale mabinti wanajipendekeza sana kwa Kaulao, lakini Kaulao hana habari nao, hana mpango nao kabisa. Na ni Tamari, ni kweli? Maana unajua kama hakuna anayetembea naye, mbona kama kuna ukaribu fulani hivi ambao mimi siamini Tamari. Yaani shoga yangu siamini hata. Kuwa na ukaribu wa mtu mbona ni jambo la kawaida. Alafu kingine, Kaulao huaga hapendi kumkera mtu. Yeye ni mtu ambaye anapenda amani siku zote. Yeye anapenda furaha pamoja na upendo. Na ndio maana muda mwingi anajitahidi kuwa karibu na wale mabinti. Inawezekana ndio, lakini nisikudanganye shoga yangu, yaani nafsi yangu, moyo wangu, vyote havina amani. Yaani amani kusema kwamba niamini pale Kaulao hakuna mtu anayetembea naye. Yaani sijui kwa nini la hapana. Wewe Suzi. Haya, hapo niambie. Ni kitu gani ambacho kinakufanya mpaka unakosa amani kabisa? Au kuna kitu ambacho kinaendelea kati yako pamoja na bwana Kaulao? Tamari, shoga yangu, amna chochote. Kingopo mimi si ningekwambia. Nimeuliza tu, maana unajua sisi wasichana bwana, mambo yetu ya vijana. Kwa hiyo amna chochote shoga yangu. Shauri yako. Alafu kingine, kitu kimoja shoga yangu. Wale mabinti wale, yaani kila siku wanapendaga sana kunitumatuma kwa Kaulao. Na hivi ninavyokuambia, siku akija kunizingua mimi ule bwana yule natembea naye. Tamari, shoga yangu, naona msemani Kaulao. Wakinizingua mama, wakinizingua mimi napita naye. Kila mtu anakula sawa kwa urefu wa kamba yake. Pita huku nipite huku, pasi kwa pasi. Maisha mengine yanaendelea. Kwani kuna tatizo? Yangu unanitisha. Basi mimi ngoja niwahi. Nilipitia pale sokoni nikanunua tu vitu nikapike. Mbona kiunyonge hivyo shoga yangu, umebadilika ghafla? Amna bwana, baadaye basi shoga yangu. Haya, salimia nyumbani. Mbona simkumbuki mwambeni, anajipa tabu za nini? Muulizeni yeye kwani alitakaje? Siku akinitukana mwacheni, kwani atanipunguzia nini? Muulizeni yeye kwani alitakaje? Kwanza sina exi, mina watu walotuma na mijini, atena sipepesi, sasa mini mwogope nini? Nasikia tetesi anasema mimi naye atuachani, ajue si rahisi, kama ikiwa niende motoni. Mapenzi shakuwa vita, amani na yeye tena sitaki, nimeshasahau yalopita, alipanga kunipotezea wakati. Wenzangu vipi? Shikamoo shangazi.
Unaumwa? Siko sawa. Shangazi, sema nikuulize kitu. Nauliza mwanangu. Hivi mwanaume akikutamkia au akakuuliza kwamba eti unanipenda mimi, na wakati huo hamna mahusiano yoyote ya kimapenzi na wala kuwekeana ile tabia kwamba labda mmejengeana au mmeonyeshana vitu fulani vya kufanya ba muingie katika mapenzi, hakuna, huwa anamaanisha nini? Kwamba ameona kitu chochote au amehisi kitu ndio maana ameamua kuniuliza au ni nini shangazi? Nategemeana. Huyo mwanaume mpaka amesikia tu kukwambia hayo maneno, ina maana kwamba wewe mkoje naye, mna mahusiano naye au ni aje? Hebu kwanza nifafanulie hapo hicho kipande. Shangazi, kikweli mimi sina mahusiano ya kimapenzi. Mahusiano ambayo yaliokuwepo baina yangu mimi na yeye ni kirafiki tu, na ni rafiki mzuri tu sana kwangu. Alafu sasa hajawahi hata kunionyesha kwamba labda ananihitaji au ananipenda. Hajawahi hata kunitamkia. Wala wewe hujamuonyesha kama unampenda? Shangazi, sijawahi. Mbona mwanangu, kama uso wako una kitu, uso wako una neno, uso wako tu wenyewe unaniambia kitu. Uso wako, mimi ni mkubwa. Siweza nikwambia kitu mwanangu, mficha maradhi kifo humuumbua. Utakuja kukumbuka shuka kumekucha. Sana limpa kila kitu lakini bado hakujali wangu pendo, katakataka katupa kabisa kando, ila mwambie